Nimeshangaa namsikia wewe katibu wa teki anasema kwamba masuala ya kutekwa watu yameanza miaka 3 iliyopita. Ni neno la aibu kwa kiongozi mkubwa. Ni neno ambalo la aibu, ni unafiki uliopitiliza. Miaka 3 iliyopita swala la kutekwa, tena anazungumza na vyombo vya habari eti haya yote yamesababishwa na matukio ya kutekwa watu yalianza miaka 3 iliyopita. Ni aibu kubwa. Nchi tunasahau kitu gani? Nani wa kusahaulishwa hili jambo? Lakini sio kwamba yameanza miaka 3 iliyopita. Ameutafuta muda ambao alianza kutawala mama wa Kiislamu katika nchi ya Tanzania. Ni chuki ya kidini ndio inapelekea haya mambo. Chuki kwa sababu huyu ni Muislamu, basi hatakiwi kupata amani katika kuongoza kwake. Haya mambo tunayakataa. Sisi wote tunaishi katika jamii na wengine tupo katika vyama vya upinzani, lakini linapokuja swala la dini liko wazi kabisa kwamba chuki inafanywa kwa ajili ya Uislamu. Hapana, hatuwezi kukubaliana katika jambo hilo. Lazima ifike mahala watu wapate nafasi. Kama Tanzania ni nchi ya watu wote wapate nafasi. Akiongoza Muislamu aongoze, akiongoza Mkatoliki aongoze, na wengine turidhie muda wa kuwa wanatuongoza sawa sawa. Kwani nataka nikuulizeni wa Tanzania, je, hichi kipindi cha Mama Samia ndio watu wanaishi maisha magumu kuliko nyakati zote? Kipindi cha Mama Samia ndio kwamba sijui uchaguzi au kitu gani ndio umekuwa hovyo kuliko nyakati zote? Lakini kwa nini nyakati zilizopita mambo yalijiri mabaya zaidi? Kupita haya hatujaona nguvu kubwa, msukumo mkubwa, hatujaona presha kubwa iliyopigwa na namna nzito, watu wanajivika majukumu mazito kama wakati tuliokuwa nao. Uislamu wa Mama Samia ndio imekuwa shida, ndio imekuwa dhiki. Sasa huyu Mama Samia Tanzania, yeye sio Muislamu peke yake. Tupo na sisi Waislamu wenzake, na lazima itafika mahala tutasema kama akitawala asiyekuwa Muislamu katika Tanzania, sote radhiyatan mardhiya, tumeridhia hali shwari, amani, na akitawala Muislamu pia hali iwe shwari. Ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Zilianza kashfa za kutengeneza, watu wakaanza kujadiliwa mpaka gari wanazotembelea. Hatujawahi kuyaona haya. Watu wakaanza kujadiliwa mpaka hoteli wanazokaa, nyumba wanazokaa, pesa wanazomiliki. Alimradi tu itengenezwe chuki, kwa sababu wa Tanzania labda maisha yamekuwa hivi magumu, wanatengenezewa ile hasadi. Alimradi watu wajae katika vifua vyao chuki. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, pamoja na fitina zote zile, Oktoba 29 Allah ametuvusha salama na ataendelea kutuvusha salama. Kwa nini tunasema ataendelea kutuvusha salama? Kwa sababu Watanzania wamestuka, wanajua wanataka kuharibiwa amani yao. Rais alitoa msamaha wa vijana waliokamatwa kwa makosa ya uhaini. Katika msamaha wake amesema waachiwe huru hao walioingia kwenye maandamano kwa kufuata mkumbo. Watu wakatukana zile kauli. Kufuata mkumbo ni kitu gani? Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.